nimekuja na somo linalosema nguvu katika sadaka. Nguvu ya sadaka au nguvu iliyojificha ndani ya sadaka. Ninaomba leo unisikilize vizuri, kwa sababu nitafundisha, lakini pia utajifunza na utaelewa kwa nini vitu vingi vimejificha kwenye sadaka. Tunaenda kusoma kile kitabu chetu cha Zaburi 20 na mstari wake ule wa kwanza na kuendelea. Kwenye hilo eneo utagundua ya kwamba majibu ya mtu ambaye yupo kwenye dhiki yamebebwa na matokeo ya kitabu hiki ambacho tunaenda kujifunza. Zaburi hii inazungumza kwa habari ya mambo mengi sana. Kitu gani kimejificha ndani ya sadaka na nini ambacho kinaweza kumfanya mtu atoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kitabu cha Zaburi 20 na mstari wake wa kwanza. Biblia inasema Bwana akujibu siku ya dhiki. Kuna majibu au kuna maombi au kuna hitaji la mtu, lakini inategemea limekuja kwenye wakati upi. Kuna mahitaji yanayokuja kwa mtu akiwa kwenye hali mbaya, lakini kuna vitu vinakuja kwa mtu hayupo kwenye hali mbaya, ila anaamua kuyatumia yaweze kuja kwake na kumletea matokeo. Kuna mtu ambaye anaumwa sana, lakini kuna mtu ambaye anajisikia tu vibaya. Yaani tofauti ya mtu anayeumwa sana na mtu anayejisikia vibaya, anachagua nikanunue Panadol nitulize maumivu haya, mwili wangu utatulia. Lakini kuna mtu hahitaji Panadol, anamtaka daktari, wala si daktari tu, anataka kuingia kwenye hospitali ambayo ina wataalamu maspecialist, yani wale madaktari ambao wana viwango vinavyoendana na ule ugonjwa alionao. Kwa hiyo mtu wa Mungu, leo nataka nizungumzie sababu ya watu wengi ambao wamejikuta wakati mwingine wanapita kwenye changamoto, wanapita kwenye maumivu, wanapita kwenye mateso, lakini pia wanapita kwenye vitu vigumu sana. Mtu huyu unakuja kugundua kifungo chake kikubwa kimejificha au kimebebwa ndani ya sadaka. Nitazungumzia hivi vitu. Daudi anasema Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Mstari wa 3, azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako, akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Nataka uone hii strategic. Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni, azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Anasema akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Kumbuka pointi, anaanza kuzikumbuka sadaka, ndo anaanza kuyatenda yale ambayo yanatakiwa kutimia. Anaposema kujalia kwa kadiri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Itimisi ni kwamba huyu mtu ameumizwa, amejeruhika, jeraha lake linatakiwa kuponywa, maumivu yanatakiwa kuondoka. Kwa hiyo kuna kitu ambacho lazima kiwekwe kama saini ya kusimama ili iweze kubeba ile hatua ya kutimiza lile jambo. Kwa hiyo hapa tunaona Mungu anasema anamjibu mtu siku ya dhiki, lakini kwa kuzikumbuka sadaka zake na dhabihu zake. Baada ya hapo anasema akujalie. Tafsiri ya neno akujalie, yani ni akutendee sawasawa na vile unavyoumizwa, sawasawa na vile unavyotaka, sawasawa na vile unahitaji kutatua lile jambo.